Kulikuwa na mwanaume mmoja aitwaye Juma, maarufu katika kijiji na mji mzima kwa utajiri wake uliopenya hadi miji ya jirani. Juma hakuwa mtu tu wa mali, bali pia alikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii. Alimiliki mashamba makubwa, majengo ya kibiashara, magari ya kifahari, na akaunti zake za benki hazikuwahi kushuka chini ya kiwango kikubwa cha mamilioni. Kila alipopita, watu walimwangalia kwa macho ya heshima, wengine kwa wivu, na baadhi kwa hofu ya ukimya. Lakini pamoja na heshima yote aliyopata, kulikuwa na kitu ndani yake ambacho watu wengi hawakukiona: kiburi. Ndani ya moyo wake aliweka imani kwamba thamani ya mtu hupimwa kwa jinsi anavyoonekana kwa nje. Kwake, uzuri wa mtu ulikuwa lazima uonekane, uwe mkamilifu na usio na dosari. Hakupenda kabisa kuonekana karibu na mtu yeyote ambaye hakuwa na mwili kamili. Yeye aliishi katika kanuni zisizosemwa, kwamba wanaostahili kushirikiana naye ni wale tu wenye kuonekana wakamilifu. Juma alipenda kusimama mbele ya kioo kila asubuhi, akishika suti zake za bei ghali alizozinunua kutoka nchi za mbali. Alipenda kuona taswira yake iking'aa, akijivunia kwamba hakuzaliwa na upungufu wowote wa mwili. Mara nyingi aliwahi kunukuliwa akisema, mtu mzuri ni yule ambaye anaonekana vizuri. Heshima huanza na macho kabla kufika moyoni. Watu waliomjua walijua hilo, na hivyo waliolemewa na maisha, wanaoonekana dhaifu, vipofu, viziwi, walemavu wa miguu na mikono, walijiepusha naye. Si kwa sababu alikuwa amewahi kuwadhuru moja kwa moja, bali kwa sababu walihisi hawathaminiwi mbele yake. Na kwa kweli hawakukosea. Kwake muonekano ulikuwa kila kitu. Hata wakati wa mikutano ya kijamii, alihakikisha anaketi karibu na watu wenye suti kali, wanawake waliopendeza kwa muonekano, na watu waliokuwa na hadhi kama yake. Mara nyingi alipenda kusema kwa utani wenye kuumiza, kila mtu ana sehemu anayostahili. Wengine wazuri wanakaa mbele, na wale wengine wataelewa wenyewe wapi pa kukaa. Lakini maisha huwa na njia yake ya kufundisha. Nguvu, kiburi na mali havitoshi kuuficha moyo uliojaa majivuno. Watu wengine walinyamaza, wakisema tu kwa sauti ndogo, Mungu humfundisha mwanadamu kwa njia yake mwenyewe. Walisema hivyo hawajui kwamba siku moja Juma angepata funzo ambalo halitasahaulika milele. Miaka michache baada ya kujenga jina lake na kupata mali nyingi, Juma alipata mwanamke aliyemtaka kumwoa. Mwanamke huyo aitwaye Amina alikuwa mrembo kupita maelezo, uso wenye tabasamu la kuvutia, macho ya kupendeza, na sauti ambayo iliongea kwa upole. Umoja wao ulionekana kama muungano wa hadhi na uzuri. Watu wengi walitamani kuwaona wakizungumza, wakienda sehemu tofauti tofauti, kwa sababu waliendana kama picha iliyoandaliwa na mchongaji stadi. Harusi yao ilipotangazwa, kijiji kizima kilitikisika. Sio tu kijiji, bali hata mji jirani. Watu walizungumza kila mahali, kwa masoko, vibarazani na mitaani. Harusi ya Juma haitakuwa ya kawaida. Itakuwa harusi ya karne. Magari mapya ya kifahari yalinunuliwa. Ukumbi mkubwa wenye mapambo ya taa dhahabu ukaandaliwa, na orodha ya wageni ilijazwa kwa majina ya watu wanaoheshimiwa na wenye vyeo. Kila kitu kilionekana kufanywa kwa umakini, kila tone la kioo, kila shada la maua, kila wimbo wa band ilipangwa kwa utaratibu wa hali ya juu. Lakini kwa upande wa pili, kulikuwa jambo lililoshtua wengi. Wakati wa kupanga mwaliko, Juma alisimama mbele ya familia yake na marafiki, akasema kwa sauti yenye uzito, nataka harusi hii iwe ya hadhi. Sitasikia mtu masikini, wala mtu mwenye ulemavu akija. Wenye vipofu, viziwi, walemavu wa miguu na mikono, hawana nafasi hapa. Harusi yangu si mahali pa huruma. Nataka taswira nzuri. Maneno hayo yalisambaa kama moto porini. Watu ambao walikuwa wamempenda na kumheshimu, walitetemeka kwa mshangao. Wengine walidhani labda walimsikia vibaya. Lakini hapana, siku iliyofuata alithibitisha tena mbele ya kamati ya harusi. Ukiona mtu mwenye ulemavu siku hiyo, muondoe. Nataka wageni wa hadhi tu. Watu walianza kunong'ona. Kwa nini afanye hivyo? Je, ulemavu ni laana? Mbona anaibaguanisha miili ya watu kana kwamba yeye ni zaidi ya binadamu? Amina, aliyekuwa mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma, alihisi uchungu moyoni. Lakini hakuthubutu kumkemea hadharani. Alijua kwamba Juma alikuwa mtu wa misimamo migumu. Siku ziliendelea kusonga, maandalizi yalizidi kupendeza. Nguo za harusi, mapambo, chakula, nyimbo, kila kitu kilionekana kama ndoto nzuri inayoenda kutimia. Lakini katika kivuli cha mwanga huo wote, kulikuwepo giza la kiburi ambalo watu wachache tu walioliona. Na dunia ina njia yake ya kusawazisha mizani. Funzo lilikuwa linakuja, polepole bila haraka. Siku ya harusi ilifika hatimaye.
Jua liliangaza kwa fahari, anga lilikuwa safi kana kwamba linashuhudia tukio la kifalme. Ukumbi ulipambwa kwa mapambo ya kung'aa, maua ya harufu nzuri yakining'inia kila mahali, na mziki wa taratibu ulisikika ukiburudisha hewa. Watu waliovaa nguo za kifahari walifika kwa magari makubwa yenye kung'aa kama vioo. Ilikuwa ni harusi iliyoonekana kama ndoto. Lakini pembeni ya mlango mkuu kulisimama walinzi wa mikogo waliovalia sare nyeusi na miili mikubwa, wakiwa na orodha ya wageni waliothibitishwa. Kila aliyefika alikaguliwa kwa macho, na walioonekana wamedhurika kimwili au waliovaa nguo duni walijikuta wakikataliwa taratibu. Walinzi walikuwa na maagizo maalum kutoka kwa Juma, maagizo ambayo hawakuthubutu kuyakiuka. Mzee mmoja mkongwe aliyekuwa na fimbo, ambaye alikulia na baba yake Juma, alifika huku akitabasamu. Alikuwa ametoka mbali, akitegemea kuishuhudia harusi ya mtoto wa rafiki yake wa zamani. Lakini alipojaribu kupita, mmoja wa walinzi alimzuia. "Samahani mzee, hapa leo ni kwa wageni maalum pekee," alisema mlinzi kwa sauti ya baridi. Mzee alishangaa. "Lakini mimi nilimjua baba yake Juma. Nimesafiri siku 2. Je, siwezi hata kumuona?" Walinzi walitikisa kichwa. "Hatuwezi kuruhusu. Tafadhali rudi." Mzee aligeuka taratibu, macho yake yakijaa maumivu. Aliondoka taratibu, vumbi likining'inia chini ya viatu vyake vidogo. Sio yeye tu. Mama kipofu, aliyekuwa amefika akiwa ameongozwa na mjukuu wake, alikuja na zawadi ndogo. Kifurushi cha tende, kiashiria cha upendo. Aliposimama mlangoni, mlinzi alimwangalia kwa haraka, na kwa mkono mkali akamzuia. "Wewe si mgeni wa aina ya kuingia hapa. Tafadhali ondoka." Mjukuu alijaribu kuomba. "Shangazi, tumetoka mbali. Tunaomba tu tumtazame bwana harusi." Lakini walinzi hawakusikiliza. Wakamgeuza mama kipofu na kumrudisha nyuma bila hata huruma. Karibu na ukumbi, kijana mwenye ulemavu wa mguu mmoja alikuja kwa kutumia magongo. Alikuwa hajawahi kuomba chochote kwa Juma, bali aliwahi kumsaidia shambani akiwa mdogo. Lakini leo hakusaminiwa. Maneno mabaya yalitupwa kwake. "Harusi hii si ya huruma. Rudi kwenu." Watu waliokuwa nje walishuhudia haya kwa huzuni. Waliona jinsi kiburi kilivyowafunika wanadamu, kama kivuli kizito. Hiyo siku ilipaswa kuwa ya furaha na upendo, lakini tayari ilikuwa imejaa machozi ambayo hayakuonekana. Na mbingu ilinyamaza tu, ikijua siku ya kulipiza ilikuwa inakuja. Habari za kile kilichotokea siku ya harusi zilienea haraka kuliko moshi wa moto mkali. Kabla hata maua ya harusi hayajakauka na mziki wa sherehe haujatulia, kijiji kizima kilikuwa kinaongea. Watu walikusanyika kwenye vibaraza, sokoni, misikitini, na hata kwenye vikao vya usiku, wakizungumza kwa sauti za mshangao, hasira na huzuni. Hakuna aliyedhani kuwa Juma, kijana ambaye baba yake alikuwa mtu wa upendo, angeweza kufanya jambo kubwa la kudhalilisha kiasi hicho. Wale waliomjua tangu utoto, waliokuwa wakikumbuka jinsi alivyocheza barabarani akiwa mdogo, walishindwa kuelewa ni lini moyo wake uligeuka kuwa mgumu kiasi hicho. Mzee mmoja aliyeshuhudia tukio la kufukuzwa kwa walemavu, aliinamisha kichwa na kusema kwa sauti nzito, "Huyu si Juma tuliyemjua. Labda mali imemwingia kichwani. Labda ameanza kujiona kama Mungu." Mama wengine sokoni walitikisa vichwa vyao wakiwa wamejawa na masikitiko. Leo amewafukuza vipofu na walemavu. Kesho atafukuza nani? Wengi wana mali, lakini hawajasahau utu. Kijana mmoja aliyekuwa amehudhuria harusi alisimulia kwa uchungu. "Kuna mama kipofu alilia mbele ya mlango, lakini walinzi walimrudisha kama hana thamani. Nilihisi uchungu moyoni. Harusi ilikuwa nzuri, lakini moyoni mwangu haikuwa ya furaha." Wengine waliona wazi kabisa jinsi Juma alivyofanya harusi kuwa onyesho la kiburi badala ya ibada ya upendo. "Heshima sio mavazi ya bei ghali," aliwahi kusema mwanamke mmoja aliyejiamini. "Heshima ni moyo." Kwa upande mwingine, baadhi ya wanaume wa kijiji walikunja mikono na kutikisa vichwa vyao kwa kashfa. Mali ikizidi, binadamu husahau walipotoka. Lakini dunia huzunguka. Kila kitendo kina siku yake ya kurudi. Amina, mke wa Juma, alikaa kimya. Moyoni mwake kulikuwa na mwiba wa maumivu. Alikuwa amemshuhudia mumewe akitoa amri hizo kwa ukali, lakini hakuweza kusema chochote. Alijua kwamba Juma alikuwa na moyo mgumu na sauti yake isingesikika mbele ya kiburi hicho. Usiku alikaa kitandani akiwa macho, akijiuliza, hii ndo dunia ninayoingia? Je, upendo bila huruma unaitwa nini? Lakini wakati jamii ilikuwa inanong'ona kwa uchungu na mshangao, mbingu ilikuwa kimya, ikitazama tu.
Kwa sababu katika safari ya maisha, kiburi huwa ni kama jiwe lililofichwa njiani, mtu hulikanyaga bila kutarajia. Na safari ile ya Juma haikuwa bado imeanza hata nusu yake. Funzo lilikuwa linakuja polepole lakini kwa hakika. Baada ya harusi ile kubwa, maisha ya Juma yaliendelea kama kawaida, lakini kwa mtazamo wake yalizidi kuwa mazuri. Kila alipokutana na marafiki, wafanyabiashara au watu wa tabaka la juu, alisimulia kwa fahari jinsi harusi yake ilivyokuwa ya heshima, iliyowakaribisha wale tu waliostahili kuonekana. Wakati mwingine, akiwa ameketi kwenye mkahawa wa kifahari mjini, akinywa kahawa yake ya bei ghali, alisikika akisema kwa tabasamu la kujiona, harusi yangu ilikuwa ya daraja la juu. Sikuacha taswira ichafuke. Watu wa hali ya chini, wale walioshindikana, hawakukaribia kabisa. Unajua, mtu lazima aweke mipaka ya hadhi. Marafiki zake walicheka kwa unafiki. Wengine walicheka ili kumfurahisha, sio kwa sababu walikubaliana naye. Walijua kwamba ndani ya maneno yake kulikuwa na chombo kizito cha kiburi kilichojaa ujinga wa moyo. Lakini Juma alikuwa mtu mwenye nguvu na pesa. Hakuna aliyethubutu kumwambia ukweli. Amina, mke wake, aliendelea kuishi naye kwa uvumilivu na ukimya. Kila siku alipomwangalia mumewe akijivuna juu ya tukio lililowaumiza wengine, moyo wake ulizidi kumuumia. Alitamani kumwambia, upendo haujengwi kwa kuwadharau walio dhaifu. Lakini sauti yake ilizama ndani, kama tone la maji linaloanguka kwenye ziwa kubwa lisilosikika. Wakati huo huo, watu waliodharauliwa, walemavu, vipofu, viziwi, masikini, waliendelea na maisha yao. Baadhi waliomba kwa Mungu, si kwa kulipiza kisasi, bali kwa kumwambia, Mungu, mpe tu moyo wa kuelewa. Maana hujui kesho itakuwaje. Lakini Juma hakuwahi hata siku moja kufikiria kwamba anaweza kuhitaji huruma ya mtu dhaifu. Alijiona ametosheka, alijiona amemaliza, alijiona mfalme wa maisha yake. Katika vikao vya usiku na marafiki wake, mara nyingi alisimulia harusi ile kama mafanikio ya hadhi yake. Wakati mwingine alisema, kama nilikuacha wauguze hisia zao, huo sio wajibu wangu. Kila mtu ana nafasi yake katika dunia. Na mimi nipo upande wa juu. Kauli hizo zilimfanya baadhi ya watu wafumbe macho kwa uchungu na kumwambia kwa upole nyuma ya pazia, dunia ni duara, ndugu. Lakini Juma hakuelewa. Hakuwa na sababu ya kuelewa, kwa sababu bado hakujawahi kuonja maumivu ya kukosa. Lakini maumivu hayo yalikuwa njiani. Yalikuwa yanakuja kimya kimya, kama upepo wa usiku unaokuja bila kelele. Na wakati wake ulikuwa unakaribia. Miaka michache ilipita tangu harusi yao. Amina akawa mjamzito na furaha ikarudi ndani ya nyumba. Kila mtu katika kijiji alijua habari hizo. Wazee walikuja na zawadi za maneno mazuri, wanawake walishona nguo ndogo za watoto, na wanaume walimpongeza Juma kwa tabasamu za heshima. Juma alikuwa na matumaini makubwa. Alikuwa akitembea kifua mbele, akisema kwa furaha, mtoto wangu atazaliwa akiwa na nguvu, uzuri na hadhi. Atakuwa mfano wa familia yetu. Siku ya kujifungua ilipowadia, Amina alipelekwa hospitali. Juma alikaa nje, akitembea kwa wasiwasi wa kawaida wa mzazi, anayetegemea kuona uso wa mtoto wake kwa mara ya kwanza. Alipiga simu kwa ndugu na marafiki kadhaa, akisema, jiandaeni kupokea shujaa wa familia. Lakini wakati daktari alitoka chumbani, hakuwa na tabasamu la kawaida la hongera. Badala yake uso wake ulionekana mzito, wenye heshima na tahadhari. Alimsogelea Juma polepole, akasema kwa sauti ya upole sana, mtoto wenu amezaliwa mzima, moyo unafanya kazi vizuri lakini hana miguu kutoka chini ya magoti. Kwa sekunde chache, dunia ilionekana kusimama. Juma alitetemeka. Alihisi kama hewa yote imetoka mwilini mwake. Hapana, haiwezekani, alijikuta akisema kwa sauti iliyopotea. Amina, akiwa bado kitandani baada ya kujifungua, alikuwa ameshika mtoto wake kwa upole. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, sio kwa huzuni peke yake, bali kwa upendo. Aliangalia mtoto wake na kuona malaika mdogo, asiye na kosa. Lakini Juma hakuweza hata kumtazama mtoto mara ya kwanza. Alihisi aibu, maumivu na hasira yote vikichanganyika kama wingu jeusi. Siku ziliendelea. Wazazi wa Juma walikuja kumuona mjukuu wao. Wazee walikaa kimya, wakitafakari. Hatimaye, mmoja wao alisema kwa sauti ya hekima ya zamani, mwanangu, kila mtoto huzaliwa na sababu. Huyu sio laana, kila uhai ni zawadi. Lakini Juma hakuweza kukubaliana nayo.
Alienda kwa waganga wa jadi, kwa mashehe, kwa makasisi, akitafuta majibu. Wengine walimwambia ni mtihani, wengine ni somo. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na swali moja tu linalomtesa usiku na mchana. Kwa nini mimi? Amina aliendelea kumpenda mtoto wao bila kupunguza hata chembe ya upendo. Alimlisha, alimkumbatia, alimimba kwa utulivu. Lakini Juma alijifungia ndani, moyo wake ukianza kuvunjika taratibu, lakini bado hakujua kwamba hili lilikuwa sehemu tu ya mwanzo wa funzo lake kubwa. Miezi ilipita na maisha yakaendelea taratibu. Amina, licha ya uchungu wa maneno yaliyotoka nje ya nyumba yao, aliendelea kumlea mwana wao wa kwanza kwa upendo usio na mipaka. Kila alipoangalia uso wake mdogo, aliona nuru ya maisha, si kasoro. Wakati huo huo, Juma alianza kujitenga na watu. Tabasamu lake la zamani lilipotea na mara nyingi alikaa kimya akiwa ameshika kichwa, akitamani majibu ambayo hakuna aliyeweza kumpa. Lakini dunia haijasimama. Wakati mtoto wao wa kwanza alipofikisha umri wa karibu 1.5 mwaka, Amina aligundua tena kuwa ni mjamzito. Habari hii ilileta hisia tofauti. Kwa Amina ilikuwa tumaini, kwa Juma ilikuwa hofu isiyoeleweka. Hakuwa na uhakika kama moyo wake ulikuwa tayari tena. Siku ya kujifungua ilipofika, Juma alikuwa kimya kuliko wakati ule wa mwanzo. Hakupiga simu kwa marafiki, hakujionyesha kwa majigambo. Alikaa tu nje ya chumba cha kujifungulia, mikono ikitetemeka, macho yakiwa hayatulii. Mungu, naomba tu this time iwe tofauti, alijisemea moyoni. Mara daktari alitoka. Uso wake safari hii haukuwa mzito kama ule wa mwanzo, lakini ulikuwa wenye huzuni ya upole. Mtoto wako ni mzuri, alisema. Afya yake ni njema, lakini ana tatizo la kusikia. Hatusikii. Maneno hayo yaligonga moyo wa Juma kama jiwe zito. Alijaribu kufungua kinywa, lakini sauti ilikataa kutoka. Mtoto wa pili naye. Sauti yake ilivunjika vipande vidogo. Amina alipomwona mtoto wake, alitabasamu kwa upole na akambusu kwenye kipaji cha uso. Hakukuwa na hofu ndani yake, alijua huu ni uhai, ni zawadi. Aliweka mkono juu ya kifua chake, akamshukuru Mungu kimya kimya. Lakini Juma alipotazama mtoto huyo, alihisi kama wingu jeusi lilikuwa linamfunika. Alitembea nje ya hospitali, akaenda kukaa pembeni ya barabara. Watu walipita wakimtazama, wengine wakimtambua, lakini hakuna aliyeweza kuingia ndani ya moyo wake. Kwa nini tena, alijiuliza. Hakuweza kugawa maneno haya na mtu yeyote. Hakumwambia Amina, hakumwambia rafiki yake, hakumwambia dunia. Alihisi kama alikuwa anaanza kupoteza udhibiti wa maisha aliyowahi kujivunia sana. Lakini bado hakuwa ameelewa. Bado hakujua kuwa kiburi hakizimiki kwa pigo moja. Funzo linaendelea kuandikwa polepole ndani ya maisha yake. Siku ilinawiri taratibu kama kawaida, upepo laini ukipita juu ya majani ya mtama yaliyokuwa yamekwisha komaa. Lakini ndani ya nyumba ya yule mwanamke aliyekuwa akijivunia hadhi na heshima ya kifahari, kulikuwa na heka na sauti za haraka. Mwezi wa 9 ulikuwa umefika na muda wa kujifungua ulikuwa umefika tena. Safari hii watu hawakuja kungojea kwa furaha kama zamani. Wengi walikuwa na macho ya kuuliza kimoyomoyo, je, atazaliwa na tatizo gani tena? Mumewe, yule tajiri aliyewahi kujivuna sana kuhusu maisha yake ya heshima, alitembea ndani nje akiwa na uso wa wasiwasi usiofichika. Nywele zake ambazo siku zote zilikuwa zimetengenezwa kwa ustadi, zilionekana sasa kama zimevurugika na mawazo mazito. Moyo wake ulitetemeka, si kwa sauti wala kwa maneno, bali kwa woga wa mahali maisha yake yalipokuwa yakielekea. Tayari alikuwa na watoto 2 wenye ulemavu na hakujua la kufanya. Kilio cha mtoto kilisikiwa mara ya kwanza, kikali, cha kawaida, kama cha watoto wengine. Lakini mama yake, aliyekuwa amelala kitandani akivuja jasho, alijua kuna jambo. Alimwangalia mkunga kwa macho ya kuuliza bila kusema neno. Mkunga aliyezoea misukosuko ya kujifungua, alikaa kimya sekunde chache, kisha akamwangalia mwanamke huyo kwa macho ya huruma kali. Mtoto haoni, alitamka kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa anaomba tusamehewe kwa kusema ukweli. Maneno hayo yalikatisha pumzi. Moyo wa mama uliyeyuka kama nta juu ya moto. Machozi yakamwagika taratibu, si kama kilio cha kelele, bali kama maji ya mto mdogo unaovuja kimya. Aliukumbatia ule mtoto mdogo, akimbusu paji la uso, akimshika kwa upendo wa mama anayehisi dunia yote inamsonga. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitisho. Je, hii ni adhabu? Mume aliingia chumbani kwa haraka, akataka kuona mtoto. Aliposhika kichanga, kwanza alitabasamu,
tabasamu la baba anayeona damu yake. Lakini alipoona macho ya mtoto hayafuati mwanga, tabasamu likafutika. Moyo ukawa mzito. Alikaa kimya muda mrefu, kisha akakaa pembeni na kushika kichwa kwa mikono miwili. Kwa nini? Mimi nimekosea wapi? Aliuliza kimoyomoyo. Hakuna aliyemjibu. Lakini ndani ya ukimya, kila mmoja alihisi jibu lilikuwa likiwatazama. Hawakuwa na majibu ya kitabibu, wala ya kimantiki. Lakini kulikuwa na fununu mitaani, midomoni mwa wazee na vijana. Huenda Mungu anaonesha somo. Na safari ya kuelewa somo hilo ilikuwa bado haijaanza kikamilifu. Miaka ilipita, watoto watatu walikuwa kidogo kidogo, wakianza kuelewa ulimwengu unaowazunguka. Siku moja, Juma aliamua kuangalia kwa makini. Aliwauliza kwa upendo, ingawa macho yake yalikuwa yamejaa huzuni na moyo wake ukijaribu kuunda upya fahamu yake. Alijua safari ya maisha yake ilikuwa ikimfunua funzo ambalo hakuwa tayari kulikubali tangu mwanzo. Kwanza alikwenda kwa mtoto wake wa kwanza, ambaye alikuwa hakuna miguu. Aliinua mtoto akiwa amekaa kitandani, macho yakikabiliana na uso mdogo wa mtoto. Sauti yake ilikuwa ya kimya, lakini ilijaa shauku ya upendo. Mwana wangu, unahitaji nini? Mtoto alitazama macho ya baba yake, kisha akijibu kwa utulivu. Ningependa miguu nitembee kama wengine. Maneno hayo yalipiga moyo wa Juma kwa nguvu, yalimfanya aelewe mara moja kwamba hali ya mwili haimaanishi kutokuwepo kwa thamani. Alikumbuka kila mtu aliyemdharaulia au kumfukuza siku ya harusi, kila baba kipofu, kila kijana kiziwi. Kwa mara ya kwanza, alihisi dhihuri ya upungufu wake wa kibinafsi. Moyo wake haukuwa na huruma. Baada ya hapo, alikaribia mtoto wa pili, kiziwi, na kwa upole alimuuliza, "Mwana wangu, unataka nini?" Mtoto alitabasamu kidogo, kisha akajibu, "Nataka tu kusikia." Sauti hizo zilikuwa ndogo, lakini zililia ndani ya moyo wa baba kama pepo la kutulia. Juma alibadilika taratibu. Alianza kuelewa thamani ya kusikia, si kwa sababu ya macho au mali, bali kwa kusikiliza kwa dhati. Alijua kila mtu ana vipaji vya kipekee, na kila kiungo ni muhimu, bila kujali jinsi kinavyoonekana au kusikika. Hatimaye alimkaribia mtoto wa tatu, kipofu, akitabasamu kwa huzuni, mchanganyiko wa aibu na upendo. "Na wewe, mtoto wangu, unahitaji nini?" aliuliza kimoyomoyo. Mtoto aliongea kwa ishara kidogo, akimuonesha macho yake makali. "Nataka kuona dunia." Sauti hiyo ilimfanya Juma atetemeke kwa mara ya kwanza. Macho yake yalimwagika kwa machozi ya kweli, na moyo wake ulijaa utulivu na majuto ya dhahiri. Alijua kwamba kila kiungo, kila kipengele cha mwili wa binadamu kina thamani isiyopimika. Hakuna aliye juu au chini, kila mmoja ana nafasi yake katika dunia hii. Siku ile, Juma aliinua mikono, akamwomba Mungu msamaha, na akahisi kama mzizi wa huruma ulianza kupandwa ndani ya moyo wake. Na hapo ndipo safari ya kweli ya funzo la maisha ilipoanza, kupitia upendo, kuheshimu, na kuelewa kila binadamu kama zawadi. Baada ya mazungumzo hayo na watoto wake, moyo wa Juma ulianza kubadilika polepole, kama mchoro wa mapambo unaokuzwa taratibu. Siku kwa siku, aliamua kutembea nje ya ukuta wa mali na hadhi yake, kuanza kuelewa maisha kama yalivyo kweli. Alianza kuwatembelea wale walemavu, kipofu, kiziwi, na wale wenye ulemavu wa miguu, waliofukuzwa na kuonewa siku ya harusi. Alisimama mbele yao, akiwapokea kwa tabasamu la dhati, akisikiliza hadithi zao, kushirikiana nao katika shughuli zao, na kuwapa msaada pale palipopatikana. Kila siku alipoona maisha ya wengine, alijua ukweli ambao hakuwahi kuutambua hapo awali. Wanadamu haupimwi kwa mwili, bali kwa moyo. Alijua kuwa kila kizio, macho, sikio au mguu, sio kipimo cha thamani ya mtu. Alijua kuwa upendo, huruma na heshima ndio vipimo vya kweli vya utu. Juma alipoona tabasamu la mtoto aliyelegemea pingu za miguu, aliguswa kwa ndani. Alipowaona wanasiasa wadogo wa kijiji wakisaidia wenzao, alihisi heshima ya kweli haikuja na mali, bali na moyo safi. Hatimaye alijua kuwa kila binadamu, bila kujali hali yake, ana nafasi ya heshima na upendo. Amina alimtazama mumewe akiwa akipata mwanga mpya wa huruma. Macho yake yaliangalia kwa fahari, jinsi Juma alivyobadilika. Hapo, familia yao ilijaza upendo, si kwa sababu walikuwa na mali au hadhi, bali kwa sababu walikuwa na moyo wenye huruma. Hadithi hii inafunga kwa ujumbe wa dhahiri na wa kudumu. Usimdharau mtu kwa sababu ya hali yake. Kila binadamu ana thamani sawa mbele ya Mungu na mbele ya maisha. Juma alijifunza kwa njia ngumu, lakini funzo lake lilikuwa dhahiri. Alijua sasa kuwa heshima, upendo na huruma
ndio mali ambazo hawezi kupoteza. Alianza kuishi maisha kwa dhati, akiwaheshimu wote bila ubaguzi, akiwasaidia pale palipopatikana, na kimsingi akibadilisha moyo wake kuwa wa kweli na wa mtu wa thamani. Na kwa mara ya kwanza, Juma alihisi amefika kwenye furaha halisi, si kwa mali wala heshima ya watu, bali kwa kuona thamani ya kila binadamu, bila ubaguzi, bila dharau, na kwa moyo mkunjufu. Hii ndio safari ya maisha yenye maana.